Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunapeperusha kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania Eye TV, na kuomba uchukue sekunde moja tu usubscribe kwa kubonyeza batoni ya subscribe ambayo ipo hapa chini mwa kanda, kisha uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa zote kila wakati na kila siku baada ya kuzihakiki. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu ni kuhabarishe breaking news hapa ambazo zimetufikia. Huwezi kuamini kile ambacho Rais Samia Suluhu Hassan anataka kufanyia dini ya Katoliki. Sasa vile mnajua, Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuteua tume ya kuchunguza maandamano hapa Tanzania na maafa. Sasa imepangwa hivi: baada ya ripoti hiyo kuwasilishwa Ikulu na kutangazwa hadharani, wameweza kupambikizia watu wengine kesi za uhaini katika ripoti hiyo. Sasa Samia anapanga kuhakikisha kwamba Askofu Kitima wa kanisa la Katoliki ametiwa mbaroni, kisha baadaye ashtakiwe kwa kosa la uhaini. Kulingana na habari hizi ambazo tumezipata za ndani kutoka kwa mwanaharakati hapa Tanzania anaitwa Rachel Dangwa, anasema ya kwamba mipango imekamilika ya kuhakikisha kwamba Askofu Kitima amefunguliwa mashtaka ya uhaini kwa kile kinachosemekana ya kwamba yeye ni miongoni mwa viongozi wa dini waliochochea maandamano hapa Tanzania baada ya ripoti ya Judge Ichande kuwasilishwa Ikulu ya Chamwino. Unajua, sasa hivi Samia Suluhu Hassan ameshindwa pa kushikilia, na tuna ripoti kamili kwamba ripoti ya kwanza ya Judge Chande ilikuwa imekamilika na ikawasilishwa Ikulu. Yale ambayo yalikuwa yameandikwa kwa ripoti ile yanamlenga Samia Suluhu Hassan, kwa sababu tunafahamishwa ya kwamba kwa ripoti zile za siri, katika ripoti ile ilionyesha wazi aliyehusika katika mauaji sio mwingine ila tu ni vyombo vya dola. Aliyetoa amri vyombo vya dola kutumia nguvu zaidi sio mwingine ila tu ni amri jeshi ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan. Tunataarifiwa ya kwamba ile ripoti ya kwanza Samia alipoiangalia alikasirika sana. Akawaambia, nimewaongeza siku 45 muende mbadilishe haya ambayo mmeandika. Miongoni mwa yale ambayo yaliandikwa kwa ripoti ile ni kwamba zaidi ya maelfu ya watu waliweza kuangamia Tanzania. Suluhu akakasirika, akawaambia, nendeni mkarekebishe, maana mkiandika maelfu ya watu waliweza kuaga dunia itasababisha taharuki, itasababisha mataifa mengine kutuonea, itasababisha mataifa mengine kuendelea kutunyima misaada. Nenda mkaandike ni watu wachache tu waliweza kuangamia, na walioangamizwa ni vita za wao wenyewe kwa wenyewe, na vyombo vya dola havikuhusika, bila kukumbuka ya kwamba yeye mwenyewe Samia Suluhu Hassan wakati alikuwa anazungumzia wazee kule Dar es Salaam aliweza kutoa siri kwamba yeye aliamrisha vyombo vya dola vikatumia nguvu zaidi, kwa sababu hakukuwa na nguvu kidogo za kutumika wakati watu walikuwa wanataka kuipindua serikali ya Tanzania. Yeye mwenyewe alisema, na tuko na clips hizo tunaweza kuziweka hewani. Yeye alisema vyombo vya dola vilitumia nguvu nyingi kwa sababu majambazi walikuwa wanataka kugeuza ama kuipindua serikali yake, ikabidi watu watumie risasi. Yeye mwenyewe alikuwa anazungumza kule Dar es Salaam. Sasa tunataarifiwa ya kwamba mikakati imewekwa maalum ili askofu huyu Padri Kitima aweze kushtakiwa na kosa la uhaini. Na kulingana na sheria za hapa Tanzania, kosa la uhaini ukipatikana na hilo kosa halina dhamana ila tu ni kifo. Sasa anataka kujonga
hata viongozi wa makanisa. Ikumbuke ya kwamba Askofu ama Padri Kitima amekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki, demokrasia, uwazi, uwajibikaji hapa Tanzania. Yeye amekuwa akisema ya kwamba Samia Suluhu Hassan sio Mungu, hawezi kuogopwa kwa sababu yeye sio muumba wa mbingu na ardhi. Anayestahili kuogopwa ni Mungu mmoja ambaye aishiye mbinguni. Sasa kwa kusema hivyo, inasemekana amekuwa akidhalilisha jina la Samia Suluhu Hassan, na yeye amekuwa akipinga hayo, akasema ya kwamba hata wale ambao ni viongozi lazima wanyenyekee, kwa sababu wale ambao wanaongozwa ndio waliweza kumfanya awe rais. Kitima yeye amekuwa akirusha makombora makali ya matamshi kuelekea Ikulu, jambo ambalo limeonekana likimkasirisha huyu Samia Suluhu Hassan. Ndio sasa mbinu imeanza kutafutwa kwamba dini iliweza kuhusika kwa kuchochea maandamano hapa Tanzania na maafa kushuhudiwa, ili aonekane vibaya, ili picha ya Kitima iweze kubadilika, iweze kuonekana yeye ni mhalifu, ashtakiwe na kosa la uhaini. Hayo ndiyo yamepangwa kufikia sasa, kulingana na Rachel Dangwa ambaye amefichua siri hii. Na ripoti hii ya Judge Chande hatuwezi kuiamini kwa sababu ilienda ikarekebishwa baada ya Samia kuikataa ile ya kwanza. Wakati alikasirika akaenda kuwaambia wabadilishe vipengele na yale ambayo walikuwa wanayajua, akawaongeza siku 45 waende kubadilisha ile ripoti ya kwanza, kumaanisha ya kwamba hakutakuwa na haki hapa Tanzania. Ndio maana tukasema ile tume, ile komisheni ambayo alichagua sio ya inquiry, ila tu ilikuwa presidential commission, yaani ilikuwa imeteuliwa na Ikulu kumfaidisha Samia mwenyewe, sio kufaidisha wananchi wa Tanzania. Sasa hayo ndio yanaendelea kufikia sasa, na tunashindwa ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Kwa hivyo hakutakuwa na uwajibikaji. Hii haki ambayo Watanzania wamekuwa wakiomba, huu uwajibikaji ambao Watanzania wamekuwa wakiomba, hautakuwepo, kwa sababu sasa tumeona wazi yale ambayo yanaendelea ni kwamba Samia Suluhu Hassan yuko na mipango na si fiche za kuangamiza viongozi wa kanisa. Yeye mwenyewe ndiye aliweza kuwalipa baadhi ya Watanzania ambao sio wa Katoliki, wakaanza kuandamana kuelekea ofisi kubwa za Katoliki hapa Tanzania, za Rome, kudai ya kwamba Father Kitima na viongozi wengine wa kanisa la Katoliki hawahubiri, wameenda kinyume na dini, wanaingiza siasa kwa madhabahu ama kwa altari. Sasa hayo ndio walienda kushtaki pale, lakini wakati wanaimba nyimbo ambazo hatuelewi, sio wa Katoliki, hawaeleweki, wanasoma vitabu ambavyo haviko kwa Biblia takatifu. Yani unapata tuseme ni Mathayo imemalizia, tuseme for example imemalizia chapter number 28, wao wanasema chapter number 60 yenye haipo katika Biblia. Sasa ikaonekana hawa si wa Katoliki, hawa ni wale ambao waliweza kulipwa ili waweze kuharibu jina la Father Kitima na viongozi wengine wa kanisa la Kikatoliki. Hayo ndio yanaendelea, na siri hii imejulikana wazi kwamba kuna njama ya kukandamiza dini. Na unajua kuna wakati vita hizi zilikuwa zimeanza kushuhudiwa hapa Tanzania, tukaona baadhi ya Waislamu wakisema ya kwamba ikiwa mtaendelea na maandamano, ikiwa mnataka kumng'oa mamlakani Samia Suluhu Hassan, tutakatana vichwa. Huyo jamaa ambaye alizungumza hivyo ni Muislamu, hakuna hatua kali imeweza kuchukuliwa, alafu mnasema wengine wamefanya kosa la uhaini. Yule ambaye aliweza kusema kwa vyombo vya habari hadharani kwamba watakatana kichwa, unajua hiyo ni kinyume cha sheria hapa Tanzania, lakini hakuchukuliwa hatua yoyote kwa sababu yeye ni Muislamu. Vile mkubwa huyo ambaye aliweza kujichagua, yeye ni Muislamu. Unajua ndio maana tunashuhudia kuna tofauti kubwa kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi. Emmanuel Nchimbi ni Mkatoliki, hata tulimuona akisalimiana na Baba Mtakatifu Leo wakati alienda kule nje. Sasa kuna vitina vya udini ambavyo vinaendelea kushuhudiwa hapa Tanzania, lakini tutasubiri kitanukishwa ikiwa
Kitima atashtakiwa na kosa la uhaini kwa sababu Wakatoliki hawawezi kukubali. Tunaendelea kufuatilia, tukijua mengine tutaanika. Naomba kutamatishia hii kanda hapo, tutakutana baadaye kwa kanda nyingine. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati, na kwaheri.